Kimechengwa. Kwanza mheshimiwa diwani amesema kuna kisima, nikitoka hapa ninapoondoka tutakiangalia. Lakini mzee amesema hapa wakati anakabidhi mbuzi. Amesema kisima kimechimbwa kinataka pampu. Na je, tutakiona, nitaelekeza watu wa maji waje wakipitie wakione kina changamoto gani, nini kinahitajika. Juzi bazuri nilikuwa na mheshimiwa waziri wa maji kwenye ziara. Na ni mlezi wa mkoa wetu wa Majana, ni rafiki yangu binafsi. Na yamekiri kama yeye ni rafiki yangu. Kwa hiyo taangalia kama kuna mahitaji gani. Kwa kweli majengo safari niwahakikishie mama zangu mtapata maji safi na salama. Wazee wangu mtapata maji safi na salama. Tutasimamia. Mengine ni ya kawaida. Serikali yenu ya sikivu ya Samia Suluhu Hassan imeendelea kutoa elimu bila ada kama ilivyo kawaida. Lakini pia kwenye upande wa kilimo, ruzuku ya mbolea na mbegu imeendelea kutolewa kama kawaida, na kwenye bajeti iliyopita pia imepita vizuri sana hilo jambo. Lakini niseme jambo moja. Miradi ya maji na barabara ina mfuko maalum. Kuna mfuko wa barabara na mfuko wa maji wa taifa. Bunge lililopita la bajeti tumepitisha kwenye bajeti. Na sheria imetungwa hivyo. Kwa kuanzia sasa ule mfuko wa maji au barabara hela zake ziende moja kwa moja kwenye mfuko huo. 70% zote zinakuja kwenye mfuko moja kwa moja ili miradi ya maji na miradi ya barabara isafirike. Kwa hiyo nadhani tunapokwenda kuanzia sasa kwenda mbele mambo yetu yatakuwa mazuri kwa upande wa barabara na upande wa miradi ya maji. Kwa hiyo kazi iliyobaki, mimi na mheshimiwa diwani tunaomba ushirikiano wenu kwa viongozi wetu wote, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, viongozi wa chama na serikali, wananchi kwa ujumla wenu. Tunawaambia sasa Mia Mohamed mtupe ushirikiano tukachape kazi kwa miaka hiyo baki tuwaletee maendeleo wananchi wetu kwa kata hii ya Kash pamoja na maeneo mengine yaliyosemwa. Sasa changamoto nimezipitia zote, nimeziona ziko ambazo za muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Lakini niwaahidi kama yote tumechukua yote, karatasi hii ninayo. Nitaenda kuitunza, kuifanyia kazi kimoja baada ya mwingine kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wa kata hii na viongozi wetu wa chama cha mapinduzi na serikali kwa ujumla wenu. Lakini hili kidogo limestua la vyoo shule ya sekondari Kash limejaa na kutitia. Hili jambo kidogo limenitisha, lakini nimeongea na mheshimiwa diwani. Bahati nzuri ameshaongea na mkurugenzi naye ameshalichukua, na nikitoka hapa kesho tutakuwa na kikao naye asubuhi kabla sienda kwenye ziara nyingine ili tuone namna gani ya kuhakikisha, kwa sababu choo kititia ni hatari sana. Hatari kwa wanafunzi, hatari kwa walimu na wale wote wafanyakazi ambao si walimu wala si wanafunzi. Ni jambo ambalo linaweza kuleta maafa. Kwa hiyo kwa kuwa tupo na OCD amesema tunalinda usalama wa wananchi wetu. Kwa hili pia tutalichukua kwa umuhimu mkubwa wa haraka. Tuone namna gani tutarescue hiyo eneo ili tuendelee kuwa salama. Lakini mengine yote ndugu zangu ni ahidi kwamba tumeyachukua, tuyafanyia kazi kimoja baada ya nyingine. Kwa hiyo baada ya kusema niendelee kuwashukuru sana ndugu zangu wa majengo.